Ndugu wapenzi katika Bwana, neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nanyi. Ndugu wapendwa mnaonisikiliza sasa, imempendeza Mungu mimi kuwepo mahali hapa, nami ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni kwa neema yake hata wewe unanisikiliza. Wala si kwa chochote ambacho tumefanya, wala si kwa chochote ambacho tumekitenda, bali ni huruma tu za Mwenyezi Mungu. Tunapumua, tunaishi tu hai. Sifa na utukufu vimrejelee yeye aliyetufanya tuweze kuwepo mahali hapa, yeye aliyetuumba, Mungu wa pekee wa kweli. Leo ninapenda nishare nanyi meseji moja ya msingi sana juu ya nyakati tulizo nazo, juu ya kipindi tulicho nacho, kipindi cha siku za mwisho, nyakati za siku za mwisho, kizazi cha siku za mwisho. Ndugu zangu katika Bwana, tunafundishana na kukumbushana na kuonyana juu ya maandiko matakatifu kulingana na jinsi Roho wa Mungu anavyotuongoza katika kipindi hiki tulicho nacho. Ninaomba unisikilize kwa moyo wako wote, kwa sababu sitakitoa kile kitokacho kwangu, bali kile kitokacho kwa Mungu, kilichozungumziwa na mitume na manabii, kilichozungumziwa na wanafunzi wa Yesu Kristo. Maana imani yetu inatakiwa kujengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. Ndugu katika Bwana, ninaomba unisikilize. Kuna ujumbe ambao ninataka nishare na wewe, nao unatoka katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 3. Petro wa pili sura ya 3 mstari kuanzia wa 3. Maandiko matakatifu, nitaenda hatua kwa hatua ili kusudi tuweze kufundishana, kuonyana na kukumbushana. Maana kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao. Na imani yetu sisi chanzo chake huja kwa njia, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na huko kusikia ndiko kunakotufanya sisi tuweze kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni juu ya mambo ambayo hayaonekani kwa macho. Ndio maana vita yetu sisi ni vita ya kiroho. Kisoma katika kitabu cha Efeso 6 mstari wa 12 kinazungumzia habari hiyo, kwamba vita yetu sisi si vita ya kimwili, bali ni vita ya kiroho. Kwa hatutakiwi kushughulika au hatutakiwi kushughulika na masuala ya mwilini, bali kushughulika na masuala ya rohoni. Unapoliangalia tatizo, usiliangalie tatizo kama chimbuko lake limeanzia katika mwili, bali uangalie chimbuko lake linaanzia katika ulimwengu wa roho. Shetani anatumia miili yetu na Mungu anatumia roho kutufanya tuweze kuwa wanawe. Ndio maana tunazaliwa katika roho, tunazaliwa mara ya pili katika roho, tunabatizwa katika roho na katika moto, ili kusudi siku ya mwisho tusije tukafanya nini? Tusije tukaunguzwa na moto. Kwa wewe ndugu yangu naye nisikilize sasa, ambaye Mungu amekupa uhai unasikia sasa, tunatakiwa kubatizwa na Yesu Kristo kwa roho na kwa moto. Tunatakiwa kubatizwa na Yesu Kristo kwa moto na kwa roho. Yohana alisema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Anasema mimi nawabatiza kwa maji. Yohana Mbatizaji anasema mimi nawabatiza kwa maji, lakini yeye ajaye nyuma yangu atawabatiza ninyi kwa roho na kwa moto. Kama dunia hii tulionayo itaangamizwa, kwa njia gani? Si kwa njia ya gharika, ni kwa njia ya moto. Kwa tunatakiwa kwanza kubatizwa na moto,
na Roho wa Mungu, ili kusudi ule moto utakaoiangamiza dunia usituweze sisi, kwa sababu sisi tumeshakuwa tayari nguzo za moto. Basi nitapenda kushare nanyi enyi ndugu wapendwa katika Bwana ujumbe huu katika kitabu cha Petro pili sura ya 3 mstari kuanzia wa 3. Maandiko matakatifu yanasema, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Watakuja na dhihaka zao watu wa kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Tamaa gani? Tamaa gani zitaibuka kipindi cha mwisho? Ni tamaa za namna gani? Ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 2. Timotheo, maandiko yanasema, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari kuanzia wa 2. Maandiko matakatifu yanasema, maana tukianzia mstari wa 1 nasema hivi, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Hiki ni kizazi cha siku za mwisho. Je, huyaoni haya yakitokea? Kizazi cha siku za mwisho kina tabia hizi. Lakini watakuwa ni watu wa namna gani tena hao? Inaendelea kusema mstari wa 4, inasema, na kusema, iko wapi ahadi ya kuja kwake? Watakuwa wanasema kwa sababu ya uovu ulio ndani yao, wanasema, iko wapi ahadi ya Yesu aliyoahidi kwamba atakuja. Mpaka leo wazee wetu wamekufa, watu inaendelea kusema hapa, kwa maana tangu hapo baba zetu walipolala vitu vyote vilikaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumba. Watasema kwamba baba zetu wamekufa, mababu na mababu. Kila siku Injili mnasema Yesu anarudi. Watu wanakufa, wanazikwa, wanakufa, wanazikwa. Mbona hatuioni ahadi? Watu waovu, wasiojua maarifa ya Mungu, wasiojua hekima ya Mungu, waovu, wasiotaka kujifunza maarifa ya Mungu, ujuzi wa Mungu. Maandiko matakatifu yanaendelea kusema katika sura ya 5 mstari wa 5. Hiyo Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Maandiko matakatifu yanaendelea kusema, maana hufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia ilifanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Hawalijui hili neno kwamba tangu zamani zilikuwepo mbingu zilizoumbwa, zilikuwepo. Hawalijui hili neno. Mstari wa 6 nasema, kwa hiyo dunia ile ya wakati ule iligalikishwa na maji ikaangamia kipindi cha Nuhu. Wewe unayesema kwamba Yesu ahadi ya Mungu iko wapi? Mbona haitimii? Kumbuka kwamba dunia ya wakati ule iligalikishwa kwa maji. Vipi dunia ya sasa na mbingu za sasa?
Maandiko yanasema, lakini mbingu za sasa na nchi za sasa zimewekwa akiba kwa moto, na kwa neno hilo zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Ndugu yangu, maandiko yako wazi. Hii dunia ya sasa imewekwa tayari kwa ajili ya moto, sio maji tena kama kipindi cha Nuhu. Sasa hivi ni moto. Kwa ndo maana nilisema mwanzo, nikasema lazima tubatizwe kwa Roho na kwa moto, ili kusudi moto utakapokuja usituhusu. Unaona, sisi tunafanywa kuwa nguzo za moto, kama malaika wanavyofanywa kuwa pepo, na sisi watumishi wa Mungu tunafanywa kuwa nguzo za moto, kwa sababu tumelikubali neno la Kristo Yesu ndani yetu. Tunakuwa kama Kristo alivyo. Kwa kipindi cha mwisho ni kipindi cha hatari kuliko vipindi vyote ambavyo umewahi kushuhudia. Ni kipindi ambacho ni cha uovu. Ni kipindi ambacho ni cha uovu. Maandiko matakatifu yanaendelea kusema katika sura mstari wa 8, lakini wapenzi, msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa nyinyi mnaosema kwamba Bwana anachelewa kutimiza ahadi yake, tambua neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni sawa na miaka 1000 kwetu sisi. Kwa Mungu anahesabu siku hii moja, sisi tunahesabu miaka 1000. Kwa usifikiri Mungu anachelewa kuitimiza ahadi yake. Hachelewi. Ahadi yake iko pale pale, na wakati ukifika utaona. Mstari wa 8 wa 9, Mungu anaendelea kusema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kwamba inakawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikirie toba. Mungu hapendi watu wapotee. Kwa usifikiri kwamba anachelewa, anavumilia ili wewe mwanadamu ufikirie toba, umgeukie Mungu. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Siku ya Bwana yaja kama mwivi ajavyo usiku, bila taarifa. Na atakuja bila taarifa kwa sababu hujui. Lakini sisi wana wa nuru hawezi kutujia bila taarifa. Tutakuwa tunajua wakati, kwa sababu tupo katika nuru kama yeye alivyo katika nuru. Lakini kwako atakuja kama mwivi. Maandiko yanasema katika kitabu cha Timotheo Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari kuanzia wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 anasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaambie. Yaani nyakati na majira za ujio wa Yesu Kristo hamna haja niwaambie, maana nyinyi wenyewe mnajua ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati watakaposema kuwa amani, kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu mjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali ninyi ndugu, hammo gizani, siku ile iwapate kama mwivi. Kwa wale ambao siku hiyo haitawapata kama mwivi ni wale ambao watakuwa nuruni,
Lakini wale ambao siku ile itawapata kama mwivi ni wale ambao watakuwa gizani. Badilika ndugu, muda ni mchache, tufanye kazi ya Bwana. Badilika ndugu, muda ni mchache, tufanye kazi ya Bwana. Wewe ni nafsi, wewe sio mwili. Dunia hii haikuhusu. Maandiko yanasemaje katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15? Maandiko yanasemaje? Maandiko yako wazi. Yanasemaje? Yanasema kwamba Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Maandiko yanasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Hakumo ndani yake. Usitumainie dunia. Usitumainie kitu ambacho hakiwezi kukupa tumaini. Dunia hii tulionayo imeandaliwa kwa ajili ya moto. Kwa ndugu yangu, amka, fumbua macho, tazama mbele, angalia. Angalia nyakati tulizo nazo, mtafute Mungu. Maandiko yanasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, yote na yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Kama uko vizuri ndani, nje inakuaje? Ni utumbo mtupu. Ni utumbo mtupu. Tusiishi kama nguruwe, tusiishi kama mbwa, tusiishi kama nguruwe. Umesafishwa, unaendelea, unarudi kujichafua. Unakula, unatapika, unarudia matapishi yako, mbwa. Ndugu yangu, amka. Nao ni kipindi cha mwisho. Nao Yesu anakaribia kurudi.